Na hata mmoja katika masahaba wa bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Umar, alimpa talaka mkewe hali ya kuwa yuko katika haidh. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akamwambia, hiyo si talaka, unaweza kumrejea. Yani ni mkeo bado, si talaka, kwa sababu ni talaka kinyume na sunna. Kwa hiyo kumpa talaka mwanamke akiwa katika hali ya hedhi, kwanza ni madhambi. Kwa nini? Kwa sababu umefanya bid'a, umefanya jambo kinyume na sunna ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ni dhambi, halafu talaka yako itakuwa ni laghaw, itakuwa haina maana, haikusihi, haijavunja ndoa. Kwa hiyo sharti ya tatu ya mwanamke ambaye anafaa kupewa talaka ni mwanamke ambaye yuko katika tahara ambayo hajaingiliwa katika tahara hiyo. Kuna wanawake ambao wamevuliwa katika hukumu hii, kwa maana kwamba kuna wanawake unaweza kumwingilia sasa hivi, baadaye ukamwacha, hakuna tatizo. Kwa mfano, mwanamke ambaye ni yaisa, amekoma kupata hedhi, huyu ni mwanamke ambaye unaweza kumwingilia sasa hivi na ukampa talaka bila ya matatizo. Hali kadhalika mwanamke ambaye ni hamil, ni mjamzito, unaweza kumwingilia sasa hivi na ukampa talaka na talaka yako ikawa ni sahihi. Hii ni sharti ya tatu ya mwanamke anapewa talaka. Naam, kuna mwanamke anaitwa almustaraba. Almustaraba ni mwanamke ambaye umri wake yatakikana apate damu ya hedhi, lakini hapati, ima kwa sababu ya ugonjwa au kwa sababu ndivyo alivyozaliwa, ana matatizo, au kwa sababu nyingine yoyote hapati damu ya hedhi kinyume na kawaida. Umri wake ni umri wa kupata hedhi, lakini hapati hedhi. Huyu mwanamke huyu anafanyaje mumewe akitaka kumpa talaka? Alimamu Sadiq salawatullahi wasalamuhu alayhi asema, yumsiku anha 3 ashhur thumma yutalliquha, atajizuia naye miezi 3 mfululizo kisha ndio atampa talaka. Yani mwanamume ambaye mkewe ni mustaraba, ni mwanamke ambaye umri wake ni umri wa kupata hedhi lakini hapati hedhi, akitaka kumuacha, kwanza ajitenge naye kwa muda wa miezi 3 mfululizo bila ya kumwingilia. Baada ya miezi 3 ndio anaruhusiwa kutoa talaka. Lakini akijizuia naye kwa miezi 2, akatenda naye kitendo, miezi 2 ile ya kwanza itakuwa imefutika, hawezi tena kutoa talaka. Itabidi aanze kuhesabu upya miezi 3 mfululizo. Baada ya miezi 3 ndipo ataweza kutoa talaka.